Machibia niache. Machibia siwe. Machibia. Nakuja. Ila kuna taarifa ya kushangaza sana. Taarifa ipi hiyo? Kuna mbona kimya? Wanakuja. Basi funga kinywa chako. Si wewe. Amani iwe juu yako tabibu wetu. Nanyi iwe juu yenu. Watu wangu muhimu ninaowaamini ni nyinyi peke yenu. Ni nyama. Hauna ruhusa ya kupeleka taarifa kwa tabibu mkuu. Hili lililojitokeza lisirudie tena. Unapopata taarifa, hakikisha umezileta kwetu. Na hili ni onyo, sio ombi. Kafurudome ndujuje. Baba, mimi cha kwanza naomba nikiri makosa. Nimekosea. Anakuahidi sitorudia tena. Na sitofikisha kwa tabibu wangu. Naomba nisamehe kwa hili. Wewe, kilichokuleta tena hapa nini? Ina maana wewe niongea mara ngapi kwa sikuhitaji nyumbani kwangu? Lakini mama, mimi namtaka mume wangu. Mume wako yupi? Hivi wewe? Haya mahusiano, yani wewe kuwa na mume, umeanza kuwa nawe? Mimi mwenyewe niliolewa, usinione hivi. Niliolewa tena ndoa yangu ilifunga mtaa, usitake kunichanganya. Hapa nyumbani kwangu sikuhitaji. Binti bana kinyang'anizi. Sasa mimi siwezi kuishi bila mume wangu. Mimi nimechoka kuishi peke yangu mama. Sasa kama wewe ulokutana naye ukubwani, uwezi kuishi bila yeye, vipi kuhusu mimi ndio mzaa? Unadhani naweza kuishi bila yeye? Naomba utoke. Yaani sitaki nitumie mabavu. Naomba utoke binti. Mbona mama sitaki kutoka? Mimi namtaka mume wangu, lakini mama jamani, mbona unanifanyia hivi jamani mama? Sasa naomba uondoke. Unaondoka ondoke. Kufa. Kufa una faida yoyote ile. Kazi kuniharibia tu mipango yangu. Kama unakufa wewe kufa, mimi sijali chochote sasa hivi. Mambo yangu hayajakaa sawa. Habari yako? Safi, shikamoo. Marahaba. Kwanza pole kwa msiba Kivuli. Alafu Sandra, hapo ulipo ni mfu unayetembea. Basi ngoja tu nikuombee dua kama we mwenye hujui. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. We mama we, mbona unaongea vitu vitata hivi? Kwanza unamaanisha nini? Alafu unajua nikienda kukushtaki unaweza kufungwa kwa kosa la kunitishia maisha. Unanitisha? Na mimi wala sikutishi Sandra. Yaani hiyo ndio hali halisi ya maisha yako. Kwa hiyo sasa usiolewe na huyo Machibia. Kwani Machibia yupo tu kwa ajili ya maslahi ya shangazi yako. Kwa hiyo suka.
chukua hatua tena mapema tu, vinginevyo utakufa. Hivyo mama Zimo kweli? Au kipa kashaa magolini? Maana sikuelewi maneno unayoongea, unalopoka tu. Alafu nisikilize nikwambie, kwa taarifa yako, mimi sifi leo wala kesho, na hata mtondogoo. Oh. Sasa na mimi kwa taarifa yako tu, kipa golini yupo. Yaani Diara ametulia. Mashuti ya mbali na ya karibu. Kristi za kutosha. Umenielewa wewe? Ila pole sana. Kama ujui, sisi tupo karibu kula hizo pilau zako zote mbili, za ndoa na ya kifo chako. Kwa hiyo zinaambatana tu, yani zipo karibu. 2 in 1. Ziko hizi. Kwa hiyo we mzee, yani fanya ufanyavyo, uje umchukue mwanao. Yani simuhitaji kabisa kumuona nyumbani kwangu, naomba uje umchukue mpaka nitakapomaliza mambo yangu. Sailata, ujue ifike kipindi tuheshimiane kidogo. Yani si kwamba labda ninavyokupa heshima ukajiona unaniweza sana. Bwana, mimi muuni wa zamani. Kama kipo unachojivunia wewe, na mimi kipo ninachokijua ambacho naweza nikakuzimisha dakika moja. Sasa kwa kifupi, mimi siji kumchukua mtoto wangu. Na kama wewe gwiji sana, mle nyama kabisa. Usinipande kichwani kiasi hiko bwana. Yani wewe ndio utachagua kati ya mambo mawili. Uzima wa mwanao ama uje ufate mzoga wa mwanao. Na nadhani unanijua vizuri. Sirudiagi jambo mara mbili. Samani mama. Nani unamuomba samani? Wewe umenigonga tena kwa makusudi, mimi unanipiga kikumbo mzee mzima mimi. Kwani hakuna wazee kama mimi? Tena umeshinda hata kunisalimia. Umenamkia mimi wewe leo? Si umepita tu hapa na ukanipiga kikumbo? We binti, unalingia nini hasa? Lakini sijakusudia, ni bahati mbaya tu mama yangu. Bahati mbaya? Wewe unamjua bahati mbaya? Sasa nisikilize wewe msichana. Maana nyinyi mnalingalinga sana. Kuja kumfuata mwanangu akiwa mzoga, kabla hujatimiza adhima yako, nitakuwa na mimi nimeshakubadilisha jina. Tena tafadhali, ondoka katika nyumba yangu. Nitakuja kukuzingua. Toka nakwambia. Au kuna kitu kingine unataka kwangu? Wewe sio type zangu bwana. Maana sije kwa ajili mwanao, sikuja kuchukua mwanao, kumbe unataka vitu vingine. Mimi sihitaji, sikuhitaji na wala sikuogopi. Ondoka. Sawa. Mimi naondoka. Lakini sihitaji kuja kuliliwa. Na huo mdomo wako uliokuwa nao, utaona nitakachokufanya. Nenda bwana. Bora nipigia kelele alitoka nakwambia. Na siku nyingine ukija nitakuzingua ujue. Kwani Usailata mimi ananichukuliaje yani kwa mfano? Ashukuru sana yani. Amenikuta nimepoa kichwa changu. Ila nasema naweka hii ahadi. Ipo siku Usailata mimi tutagawana majengo ya serikali. Kama unalingia mchana, basi jua mimi nalingia usiku na nitakukomesha. Pumbavu. Mama. Mama. Suzi! Mungu wangu! Suzi!
Suzi. Mshike huko, mshike. Mama. Ni nini? Mbona uko kama halawa? Unaenda unarudi, unaenda unarudi. Kuna nini? Unatutishia? Naomba uniache Sara. Kuna mtu amenivuruga. Na tena ameakanyaga, na si kidogo. Naona yeye anaringia jua. Sasa mimi naringia giza. Nitakuja kumfanyia kitu iko? Hamna. Hivi usiende koroga. Nitaenda, lazima nimkomeshe. Salamu. Unajua katika hichi kijiji mimi ni mmoja kati ya watu wema. Na desturi ya watu wema husema ukweli. Nashukuru nimekutana na wewe hapa. Kwa hiyo niko tayari kukuambia ukweli. Ila katika yote ambayo nitakayokuambia yanahitaji maamuzi na kujikaza kama mtoto wa kiume. Nikwambie tu ukweli mchungu. Ni bora ungefanya maamuzi mapema, uende ukamchukue mwanao Suzi. Maana Sailata sio mtu mzuri kabisa. Na ukiendelea kumwacha atakuja kumuua. Haki ya Mungu mimi nakwambia. Kwa hiyo nikaona nije mapema nikufikishie hizi taarifa kabla hujapata msiba. Kwa hiyo ndugu yangu, fanya maamuzi katika hili. Mimi yangu ni hayo tu. Umemaliza? Na kuuliza umemaliza? Mbona kama ugomvi tena? Sio ugomvi. Wewe bwana mdogo unakera sana wewe. Unajua wewe Chenga ni mtoto wa kiume. Lakini una tabia fulani, yani umekuwa kama binti. Palipobakia sasa hivi ubadilishe mavazi uanze kuvaa vijola. Mtoto unakuwa mnafiki bwana. Sasa hayo mambo yanakuhusu nini Chenga? Labda tu nikupe angalizo kitu kimoja. Kaa mbali na familia yangu. Mimi sitaki hizo tabia zako za kike. Hayakuhusu kabisa. Yule ni mtoto wangu mimi. Kweli kimpata lote wewe unahusika na nini? Kaa mbali na familia yangu. Wewe Chenga, pilipili wewe hujakula, unawashwa nini? Mbona unakuwa kama sigara kali, unawashwa nyuma, unawashwa mbele, yani ueleweki kabisa. Sasa naomba unisikilize. Yule Suzi ni mwanangu mimi. Na katika familia yetu wewe hatukutambui. Wewe sio mjomba wangu, sio mwanangu, sio mtoto wa ndugu yangu, yani hauhusiki lolote, hata kabila tufanane. Na tabia ndo kabisa jinsia zetu ndokana wewe jinsia yako mpaka kwa bahati mbaya. Kwa hiyo huo ujinga wako, umbea wako, unafiki wako wafanyie watu wengine. Mimi sitaki unizoee. Achana kabisa na familia yangu. Nafikiri utakuwa umenielewa. Ni sawa unavyosema. Mimi sina undugu wote na mwanao wala wewe. Lakini panapotokea msiba huwa tunajumuika wote wana kijiji. Na ndio maana mimi sitaki haya yatokee, ndio nikaja kukupa taarifa. Ila kama wewe ni mbishi, basi sawa. Endelea kumwacha mwanao pale, waje wamuue. Ila haya, mwisho wa yote, mimi nilikuwa ni mjumbe tu wa kukufikishia taarifa. Na siku zote mjumbe hauawi.
Mimi nimemaliza kazi yangu. Kwa heri. Unajua huyu bwana mdogo kama ana kitu hivi kwenye maneno yake. Unajua wambea mara nyingi wao wanaongea ukweli. Shida iliyopo yanakuwa tu hayawahusu. Machibia niache. Machibia siwe. Machibia. Sio kila mtu anayekuchekea basi ana upendo na wewe. Usijaji kitabu kwa kuona kava lake tu la nje. Naomba unisikilize vizuri. Sitaki kukuona na mazoea na matabibu wenzangu. Hasa huyu Kizigo. Sitaki kabisa awe anakuja hapa na kuongea na wewe. Ikiwezekana akija siku nyingine mfukuze. Sitaki nione mnaongea chochote. Kwani mwanaume ana tatizo gani? Maana sikuelewi. Fanya hivi, nenda kamwambie mwenyewe. Usitake kunigomesha na mashemeji zangu. Hii zawadi amesema imetoka kwa mzee Tano. Sasa hapo usichokielewa nini? Mke wangu, hii sio miezi ya zawadi. Hakuna mtu yoyote anayeruhusiwa kupewa zawadi mwezi huu. Yeye hiyo zawadi ameitoa wapi? Hebu nisikilize Nyamizi. Naomba ufikirie sana kuhusu ujauzito wako. Huenda hicho kitakufanya kuwa makini sana na maisha yako. Usiku wa kalamu huwa ni mfupi sana kuliko usiku wa kulogwa. Ukitaka uwe mjasiri kwenye maisha yako, nenda kale nazi ya njia panda. Na mimi nitakula zawadi niliyoletewa. Maana haina baya lolote lile. Wewe, sitaki kubishana na sitaki ubishi. Kwa nini unielewi? Lakini mimi namlinda mwanangu aliyoko tumboni. Kama wewe umeshakubali kumpoteza mtoto wetu, basi mimi baba yake sijakubali. Nipe hiyo zawadi nikaitupa. Sitaki. Wewe, nipe hiyo zawadi nikaitupa. Nimesema sikupi. Bloody fool. Unajua ukiwa na tatizo la muda mrefu alafu ukaa peke yako, inaweza ikakusababishia ukafanya maamuzi ya kijinga sana. Liweke wazi tatizo lako ili upate ushauri madhubuti shemeji yangu. Janeti, ungeniacha nibaki peke yangu kwa sasa. Sitaki kuwa karibu na mtu yoyote. Na ndio maana niko hapa. Unaweza ukapata tatizo la afya ya akili, ukajikuta unatamani hata kujiua. Mimi nipo na wewe bega kwa bega. Imani yangu inaniambia kwamba Sala yupo. Jiandae ukaoge.
umenipendeza, nenda kwenye harusi. Nenda kwenye harusi ya babangu. Nenda na watoto wangu hapo wawili. Mtakunywa maziwa sawa? Tanye. Njoo nyonye. Watoto wangu wazuri. Nakuja mama kumtibu, nakuja. Nakuja mama kumtibu, nakuja.